Alikuwa Muislamu. Ninashukuru umeuliza hilo swali na najua hata watazamaji wengi wanauliza Salim ni nani? Na hata jina lingine ni Ali. Ali ni baba yangu. Sasa mimi nilikuwa Muislamu. Baba yangu alikuwa Muislamu, alikuwa anaitwa Ali Viketi. Mama yangu ni Muislamu, anaitwa Zainabu. So tulilelewa kama Waislamu. Na mimi nikapewa jina Salim. Na si kubadilisha kwa sababu wakati niliokoka nilisoma Biblia na kuna andiko linasema kila goti litapigwa na kila kinywa litakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hivyo nikaona sio majina na sio labda hali ya mtu ambayo kwa kubadilisha jina siwezi kuwa ndio naokoka. Uokovu unatokana na kukiri Kristo Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Sio kubadilisha jina. Unaweza hata itwa Peter, unaweza kuitwa hata Petero, lakini haujaokoka. Kwa hivyo mimi, kulingana na mimi, uokovu sio jina. It has nothing to do with salvation. Absolutely. It has nothing to do with salvation. Nimeshangazwa sana. Nimeshangazwa sana. Yes. Hata kuna pia watazamaji ambao wanashangaa sana. Kuna historia ile ambayo nimeguzia tu kwamba nilikuwa Muislamu, lakini wakati nilipokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, nikalihifadhi hilo jina. Na pili, unajua hilo ndio jina watu wanalifahamu kimasomo, katika hali zote ambazo nimekuwa kimaisha, walikuwa wananijua kama Salim. So leo wakiona naitwa Barnabas kutakuwa na maswali mengi sana. So nikaendelea, wacha nishikilie tu hilo, maana halidhuru wokovu. Halina shida yote na wokovu. Unahudumu wapi? Ninahudumu katika kanisa la Word of Faith Bethesda pale Dina Junction, Webuye. Pale tu kwa bypass, tuko tu pale kwa kona pale, si mbali sana na barabara. Na hudumu pale kama senior pastor wa lile kanisa. Na nimehudumu kwa miaka 17. Huu ni mwaka wangu wa 18 kama mchungaji. So you've been swimming in this river for so long? Yes, I've been in the river for some time. I've gained some experience in ministry, and the grace of God has been sufficient. Yeah, it's grace that has brought us this far. Is it your first time in? No. Yeah, this is my second time. Your second time? Yes. Na karibu nataka tuzungumze, I know you are a teacher of English. Yes, yes, absolutely, you're right. Unafunza wapi? Ninafunza shule ya upili ya Muji. Friends School Muji, kule Webuye Mashariki. Yes. Nataka leo Reverend tuzungumze kidogo masuala ya kanisa na uongozi. Yes. Unajua kama kawaida, wakati mara nyingi tukizungumza kuhusu kanisa na uongozi, yes, watu wengi wanafikiria kwamba a church is only limited, or viongozi wa kanisa, they are only limited in church. Yes. Kwamba hawafai kuhusika katika masuala tofauti. Yes. Nataka unieleze, kulingana na wewe, yes, uongozi wa kanisa unahusu nini? Uongozi kwa ujumla ni nafasi ambayo mtu amepewa ama wajibu wa kuongoza watu. Na kwangu uongozi ni utumishi kwa watu. Kiongozi mzuri ni yule ambaye anawatumikia watu, anawajibika na maslahi yao ama kushughulika na mahitaji yao. Kwa hivyo katika kanisa hatuwezi tu tukasema kwamba uongozi utaguzia tu mambo ya kiroho, mambo labda ya kuhubiri na kushiriki neno peke yake, kwa sababu hawa watu ambao unawahubiria wana interact directly na watu wengine ambao wahubiri, lakini pia wako chini ya certain policies. Zile policies ambazo zina run serikali ama zinaongoza nchi, pia zinawaguza. Wakati watu wanatoa ushuru, hawasemi kanisa haitoi ushuru. Wakati unaenda kwa supermarket, huwezi kufika pale wakasema hii ni laini ya watu ambao wanatoka kanisa na hii laini ya watu wengine. Sasa wote wanaguzwa na ule uongozi. Kwa hivyo uongozi unaenda beyond just preaching and sharing the word. It's also ministering in the lives of people and helping them appreciate and understand the leadership yenye ipo. Yes. Unajua kuna wale ukizungumza kuhusu uongozi wanafikiria tu vyeo ambao vinapatikana kanisani. Kama vile askofu ama karani, yes, nyinginezo. yes, Wanafikiria tu. Lakini
kuna masuala makubwa sana. Yes. Kando tuna uongozi, kuna ule uongozi wa kanisani. Yes. Na pia nyinyi kama viongozi wa kanisa, Yes. pia mnahusika na masuala ya nje. Yes. Kuna nani alikuwa ananiuliza kwamba nikuulize. Yes. Sema kwamba nyinyi kama viongozi, Yes. pia mnahusika kisiasa. Lazima tuhusike kisiasa. Kwa nini? Kwa sababu kwanza tujue sisi kulingana na mtazamo wetu wa kibibilia. Ukisoma Warumi 13 kuanzia 1 hadi 4, tunaambiwa uongozi unatoka kwa Mungu. Na uongozi ambao unatoka kwa Mungu tunatarajia kwamba utakuwa uongozi wa haki, uongozi wa kujali maslahi ya watu, kuwa na moyo wa huruma na uwajibikaji. Na kwa vile sisi tunaamini kwamba uongozi unatoka kwa Mungu, lazima sisi pia tuhusike katika mambo na masuala ya uongozi. Kwa sababu huo uongozi hata sisi kama viongozi wa makanisa utatuadhiri. Hata sisi kama viongozi wa makanisa tunahitaji pia kutoa sauti ama kupasa sauti kwa mambo fulani ambayo yanahusu uongozi. Kwa mfano, katika nchi yetu ama taifa letu la Kenya ama kaunti hii yetu ya Bungoma, ikiwa kuna jambo ambalo linafanyika na unaona ni kinyume cha maadili ama kinyume cha utu wa wanadamu ama ni kinyume cha mapenzi ya Mungu na tunajua inahusu jamii, sisi kama kanisa lazima tuweze kutoa sauti, tupase sauti, tuseme hili si sawa. Uongozi huu si uongozi ambao Mungu anautaka ama ambao anaupenda. Kwa hivyo kuna mwimbaji ambaye nafikiri unamfahamu. Yes. Yes. Alisema kwamba injili siasa, yes, moja ni kama mafuta na maji. Labda katika muktadha wa ule wimbo kulikuwa na makusudi yake ya kuimba hivyo. Wakati mwingine waimbaji wanaimba kutokamana na muktadha fulani. Huenda wakati ule labda siasa. Unajua nasema hivyo, yes, Reverend, sababu kuna viongozi wa kidini. Yes. Ambao walijitosa katika siasa. Yes. Wakati mmoja yule Pius Muiru, yes, Margaret Wanjiru, na wengine hata mwaka juzi tulikuwa na askofu alisimama, alienda kwenye debe. Lakini hawakufana ulingo wa siasa. Yes. Tumemwona tu yule, pengine naweza sema kwamba pengine amefana sana, ni Askofu Titus Hamale. Yes. Katika hiyo ni kipigo kutoka kwa Mungu. Siwezi kusema ni kipigo na siwezi kusema ya kwamba mtu akisimama kwa uongozi akiwa kiongozi wa kanisa ama mchungaji ni vibaya. Lakini mimi huwa nina umakini sana kabla ya mtu kufikia uamuzi kama huo. Haswa unaposimama na unasema Mungu amenituma nilikuombea hili taifa, amenituma nisimame kama rais. Na yes, for me, if mimi huwa sipingani na watu wanasema Mungu aliwaambia, kwa sababu mimi sijakutana na si kuwa pale Mungu akiwaongelesha. Ikiwa leo katika studio hii Mungu ataninenea kwa sauti iliyo wazi kwamba mimi nisimame kama rais wa Kenya na atasimama na mimi, nitatangaza kwa ujasiri sana, kwa sababu hakuna kitu kinamshinda Mungu. Nitatangaza kwa ujasiri mkubwa. Lakini kama Mungu hajasema, labda ni hisia zangu ama unajua nina roho ya uongozi na nimeona watu watatu wanne wamenichangamkia, wananiambia wewe mchungaji ukisimama wanatosha, alafu niende nisimame niseme Mungu amesema, mimi kwangu hilo naona kidogo ni wazo potovu. Sisemi kwamba tofauti sana kati ya sauti ya binadamu, yes, sauti ya Mungu. Yes. Na wala nakwambia kwamba askofu wewe una uwezo, askofu ukisimama tutakupa, na wewe unaenda katika umati, yes, kwamba Mungu amenenea. Si ndio hiyo? Hayo ndio mambo ninaguzia. Unajua saa zingine akili yetu inaweza kutupotosha. Na hata Biblia inasema kwamba moyo wa mwanadamu una ufidhuli mkubwa sana. Watu wanaweza kukutia mshawasha wakakwambia, unaona hata wewe ukisimama hapa tumeona mambo mazuri unafanya. Wewe kwanza kama mtumishi wa Mungu utatuongoza vyema kwa sababu unajua neno la Mungu. Ujue uongozi unaenda zaidi ya hayo. Kwa sababu kuna areas fulani za uongozi ambazo zitahitaji kuelewa masuala fulani, certain policies, kuelewa sheria, kuelewa vitu mbalimbali na hata kuingilia vitu ambavyo labda havienende sana na mambo ya kiroho. Kwa hivyo uongozi ni kitu kipana.
Na ukiniuliza mimi, na vile nimekuambia, mimi Mungu akiniambia leo nisikie sauti yake kwamba nitasimama na wewe, nimekuchagua uwe kiongozi wa taifa la Kenya, nitasimama ndugu, kwa sababu ni Mungu amenena. Lakini haya mambo mengine ya wanadamu kukuambia katika mji huu watu wanakuelewa, wewe ni mtu mzito, wewe ni mtu tunakufahamu, wewe vile tunakuona uongozi wako unaweza kushinda wa watu wengine, hiyo ni sauti ya mwanadamu ndugu. Hiyo ni sauti ya mwanadamu, na hiyo mimi siwezi nikaikubalia. Uone kwamba pengine Mungu anaweza tumia tu mtu wa kawaida. Ni ukweli Mungu anaweza kutumia mtu wa kawaida kufanya. Ukisoma kwa Biblia, watu kama Gideoni alitoka kwa familia ile ya chini sana. Hata anaambia Mungu, mbona unakuja kuniita mimi? Kuna wababe bwana, kuna watu wakubwa, familia tajika, mimi ni mtu tu wanasema wewe kifiefie, hoe hai, maskini hoe hai. Na Mungu anamwambia hapana, mimi nimekuchagua wewe, na ni mimi ndiye nitakuwezesha kufanya mambo haya. Angalia Daudi anakuja kama mtoto wa mwisho katika familia ya Yese, na hata wakati nabii anakuja ku anoint ama kuweka mafuta yule kiongozi ambaye anafikiria anatakana awe viongozi, anaangalia yule kijana mkubwa mbabe mzito, anasema labda ndio huyu, lakini Mungu anaambia sio huyo, kuna mwingine. Na unaona wakaenda watoto wote 6 mpaka wakauliza kuna mtoto mwingine. Yaani kumaanisha huyu alikuwa tu mwingine, si mtu alikuwa anatarajia awe mahali. Lakini tunaona Mungu akaenda akamtoa mahali pale na akamuinua na akawa kiongozi shupavu sana. Kwa hivyo Mungu anaweza kutumia mtu yeyote kutoka katika matabaka lolote, hata liwe tabaka la chini, hata awe maskini, hata awe mtu ambaye hajulikani, Mungu anaweza kumuinua. Angalia mtu kama Obama wa Marekani. Rais Obama alizaliwa katika damu ya Mwafrika na mzungu. Na unajua hata wa Marekani wenyewe hawangeamini kwamba mtu wa asili ya Kiafrika anaweza akakalia kiti cha urais Marekani. Lakini he was talking about a funny skin. Yes. Sasa hata watu wakimwangalia wasema huyu alifikaje huku? Lakini unajua Mungu naye ni nani? Mungu ana uwezo wa kuinua mtu yeyote, na unaona akamuinua akamfikisha mahali pale. Kwa hivyo mimi ninaamini ya kwamba Mungu anaweza kutumia mtu yeyote katika nafasi ya uongozi, na akatuongoza vyema na akawa baraka sana. Talking of church and leadership. Yes. Watu wengi sana wamepoteza imani sana na kanisa. Yes. In fact, vijana. Yes. They now talk about we left church not God. Kuna muktadha wa mambo hayo. Nafikiri mimi kama kiongozi wa kanisa, nafikiri kuna mahali pia tuliteleza kama kanisa. Tulisahau, I don't know what equipping is in English. Tulisahau kujenga kikundi cha watu ambao wangeweza kusimama nyakati za kesho, na hao ni vijana. We needed to equip our youth. We needed to spend more time talking to our youths, equipping them with the necessary knowledge, the understanding of how society intakana iendeshwe, na pia tuweze kuwatetea maslahi yao. Ukiangalia sasa katika taifa hili, vijana wengi hawana ajira ya kazi, na saa zingine wanaona sisi kama viongozi wa kanisa tumesimama na watu ambao pia wamewanyima hiyo kazi, ama wanaona tunashiriki mjadala. We see churches also endorsing leaders. Yes. Tumesimama na mtu ambaye wamemuona kama ni mtu ambaye ako kinyume na maadili, ako kinyume na usaidizi ambao wanahitaji. Sasa mtu akijua wewe uweze kumsaidia na wewe unasimama kama kiongozi wa kanisa, si unaona lazima atakuwa na attitude fulani, atafika mahali aone hao watu hata watusaidii. Na sisi siwezi kusema kwamba vijana waendelee kupoteza tumaini kwa kanisa, kwa sababu sisi tuna wito. Ukisoma Mika 6:8, Biblia inasema ya kwamba Mungu anapenda uongozi ambao unasimamisha haki kwa taifa. Kwa hivyo sisi nafikiri kuna wakati ambapo kidogo kama kanisa nafikiri tulipoteza nafasi yetu. Na hivi ndio mimi ninavyoona. Kanisa sio adui wa serikali. Kanisa has been coexisting with the state
from time immemorial. Hata kibibilia tulikuanga na wafalme na manabii. Na tulikuwa tunaelekea hapo. Na walikuwa wanatembea kwa pamoja. Lakini kanisa ilikuwa na sehemu yake. Kanisa ilikuwa inashauri jinsi ambavyo uongozi unatakana uenende. Kazi ya kanisa ilikuwa ni kushauri, na kushauri kwa mambo ambayo yanaweza kuleta mabadiliko mazuri katika jamii, haswa ajira za vijana, huduma za afya, miundo msingi kiongozwa vizuri, wajibikaji na watu kutenda mapenzi na haki ya Mungu. Lakini wakati ambapo mtu anajua wewe Felix hauna maadili mema, lakini anaona mimi nimesimama na wewe kama mchungaji, hata ninakuwekea mkono, ninakutawaza, si unajua atakuwa na tashwishi, atakuwa na shauku, atasema na huu uongozi gani huyu jamaa tunamjua bwana, akai kama kiongozi mzuri. Lakini churches are taking sides. Yes. Siwezi kukubaliana na hilo. Mimi ni kiongozi wa kanisa na mimi sijawahi kuchukua kusimama ati na chama fulani ama kikundi fulani. Jambo ambalo nataka kusema ni hivi: kanisa haitakikani kusimama na chama chochote cha kisiasa. Haitakikani. Hata saizi tuna UDA ambayo ndiyo inaongoza taifa. Kuna vyama vingine. Kanisa halitakani lisimame na chama. Kanisa linatakana lisimame na haki ya wananchi, kuboresha kwa maslahi ya wananchi, uwajibikaji wa uongozi. Kwa hivyo kazi yetu, kila kiongozi awe wa upinzani awe wa kiserikali, sisi tutamwambia ukweli ambao unastahili kuwepo. Wa kanisa ambao ni wanafi. Siwezi kusema hilo kwa uwazi, lakini pia unajua tamaa zipo. Siwezi kukana. Saa zingine unajua kuna mtumishi wa Mungu Suleimani aliomba akasema, Mungu nataka unipe mali ambayo inanitosha, usinipe ile inanizidi ikafanya nikawa na kiburi, na usinifanye nikawa maskini watu wakanicheka. Nafikiri levels ya umaskini pia katika makanisa yetu inaweza kufanya watu waweze kufuata kiongozi kwa sababu ya pesa na wapoteze maadili yao. So kuna uwezekano kwamba ulafi unaweza ingia, na that's a regrettable thing, is unfortunate for the church. Atakani tufike mahali pale, kwa sababu sisi tunajua Mungu akikuita atakulisha, atakuhifadhi, atakuendesha, atahakikisha kwamba uko salama. Kwa hivyo si lazima utegemee mwanadamu ama utegemee mtu fulani ati ndio wewe uweze kuboresha maisha yako ama maslahi yako. Kuna huo mvutano baina ya viongozi wa kisiasa na wananchi. Nazungumzia sana rika la Gen Z. Jukumu lenu kama kanisa ni lipi? Jukumu letu kwanza ni kuleta uwiano na mshikamano. Our business is to preach unity and reconciliation. Kwa sababu hatuwezi tukatetea Gen Z tukasema mko sawa muende namna hiyo, ama tuambie serikali mlifanya vizuri kwa lile jambo mlifanya. Hapana, sisi kazi yetu ni kuhakikisha kwamba we bring people together. Na kitu cha kwanza ni kuuliza serikali isikilize sauti ya hawa vijana. Je, kila jambo ambalo wanalitamuka ama wanalitaka ni mbaya ama pia linalingana na maadili ya kawaida? Kwa mfano wanaposema kiongozi anavaa saa ya milioni 5 na kuna mtoto kwa constituency hajaenda shule, huo ni ukweli wa aina yake? Si huyo kiongozi anaweza kutoa milioni 4 hii akapeleka watoto shule na kanunua saa, bora iweze kuonyesha wakati. So kuna mambo fulani ambayo wameshiriki, na kwangu mimi yako sawa, lakini hatuwezi pia tuka-encourage a society ambayo iko violent. Tunaomba ya kwamba tuwe na majadiliano, tuwe na masikizano, tuwe na uwajibikaji katika mambo ya masuala ya vijana, na tukiweza kuwawezesha wahisi kwamba wako safe in their nation, natumai hizi sauti zitashuka na pia watapendelea. Tumekuwa na vijana tangu uhuru 1963, tumekuwa na vijana, hatujakuwa na wazee tu peke yao. Vijana wamekuwepo, lakini hatujawaona wakafikia kiwango hicho. Na wameenda shule na wamesoma, na unajua wanasema an informed person is a very powerful person.
Unajua hawa ni watu wanaelewa masuala mbalimbali, wengine wanajua constitution offered. Anaweza kukutajia vipengele vya sheria na akakwambia hapa umeenda huko sawa, na kama hauko sawa na wewe unajua hiyo kipengele ya sheria, kwa nini usirekebishe? Mimi ninaomba tu kwamba masuala ambayo vijana wameweza kuyatoa, viongozi wasikize, warekebishe na tuwe na uwiano na tuweze kukaa pamoja. Wakati ambapo kulikuwepo wiki jana, ndio wakati wa maombi ya kitaifa, yes, Rais William Ruto yule ambaye alipewa jukumu la kuhubiri siku, yes, kutoka kule Marekani, aliambia viongozi kwamba ni wakati wa viongozi kuomba msamaha kwa rika la Gen Z, kwa Kenya. Yes. Lakini wakati ambapo naibu rais Profesa Kithure Kindiki alisimama kuzungumza, alisema kwamba hata kama tunaomba msamaha pia wao watuheshimu. Rais William Ruto aliposimama alisema if wewe ni mwalimu yes. Wakati ambapo kiongozi wa taifa anasema if we have wronged you, if yes, haya mazungumzo ya hawa viongozi wawili, yes, wewe ni kiongozi wa kanisa, yes, kanisa limesema kwamba nyinyi kama viongozi muombe wa Kenya msamaha. Wakati nyinyi mnakuja kwenye jukwaa, yes, mnazungumza ni kama mnataka kuomba msamaha, ni kama hamuoni makosa hili. Wewe ni kanisa, yes, yes. Nataka kusikia maoni yako. Kwanza kama kiongozi wa kanisa na askofu wa kanisa, unajua wakati unahubiri watu wanakusikiza na watu wanachukua huo ujumbe kwa njia mbalimbali. Kuna wale wanaushika kabisa, kuna wale wanaofanya mzaha, kuna wale ambao hata hawasikii. Mimi nataka kuamini kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki pamoja na rais wetu wa kitaifa Dr. William Samoei Ruto, natumai walisikiza huyo mhubiri sana, na nataka kuamini kwamba walishawishika kwamba ikiwa hili ni jambo pia linaguzia, limefika kiwango hata cha kimataifa, na hata mhubiri huyu ametoka Marekani. Huyu sasa si wa Kenya. Ingekuwa ni sisi tulihubiri, wangesema tumetumwa. Lakini sasa huyu ametoka kimataifa na amesema lazima tuwe na nini? Na msamaha. I think walipoona the international angle to this discourse, wakaona ni vizuri waweze kusema jambo kuhusiana na msamaha. Na mimi ninaweza kusema hivi, huenda walishawishika kwamba labda walifanya makosa ya aina fulani na wanaomba wakaweze kusamehewa, na mtu akiomba msamaha hatuwezi tukapinga huo msamaha, sisi tutaukubali. Swali ambalo tutauliza ni kwamba huo msamaha unatoka ndani ya moyo wake ama ulikuwa tu wa mdomo. Hilo ndo swali lenye ninaweza kuuliza. Lakini kama ulitoka ndani ya moyo wao, basi sisi hatuna nini? Sisi tutakubaliana. Askofu, nakwepa swali. Yes, ninakwepa. Aya, hebu lainisha swali. Wakati ambapo Profesa Kithure Kindiki alisimama kuzungumza, yeye hakuomba msamaha. Alisema wao pia watuheshimu. Yes, wao pia watuheshimu. Lakini hakusikika akiomba msamaha, sema kwamba tumekosa, samehe. Yaani sema kwamba ndio mchungaji umesema kwamba tuombe hawa vijana msamaha, ama tuombe nchi msamaha. Lakini hao pia watuheshimu. Hakuomba msamaha. Lakini wakati ambapo rais alisimama, akasema kwamba kama tuliwakosea, labda akisema kama nilikukosea, wacha niweze kuliongelea hilo jambo. Sio kwamba nalikwepa. I teach English. Yes. If is conditional, and sometimes it may suggest that we have not wronged you. That's one of the things it may suggest. Yes. But it may also suggest that we may have wronged you without knowing. Sasa kuna hapo interpretation mbili katika yale mazungumzo. My interpretation ya kwanza inaweza kuwa kwamba yule aliyokuwa anaongea labda hakuona makosa yenye alikuwa amefanya, ingawa ameambiwa aweze kusamehe. Labda hakuona makosa, labda in terms of policy na vile ameongoza hicho kipindi ama that area, labda yeye aliona alikuwa tu anatekeleza wajibu wake kama kiongozi, na hakufikiria labda katika
katika kutekeleza wajibu wake kama kiongozi alifanya makosa. So if might mean kwamba maybe kwake hakuona alifanya makosa. That is one interpretation. The second interpretation ni kwamba there is collateral damage. Yes. Labda katika kutekeleza kazi yangu huenda unaona nimeweka huenda hiyo bado ni if huenda nilikosea mtu. So ni position ambayo is not very clear. In English we say it's lukewarm. But ujumbe ushafika. Tuombane msamaha. Lakini Gen Z walisema kwamba hawajapokea huo msamaha. Wanasema kwamba those affected should be compensated. Yes. Kabla ukuje uombe msamaha. Hata ni jambo ambalo liliungwa mkono na Mheshimiwa Raila Odinga. Unajua hata hawa Gen Z wako sawa wakisema kwamba hawaungi mkono msamaha. Kwa nini? Wanataka msamaha uambatane na matendo. Unajua tunatakana viongozi tusikuwe tu tunaahidi na hatutendi. Tufuatilie kile kitu ambacho tumeahidi. I think the Gen Z are still okay. Msamaha umekuja sawa. Sasa baada ya huu msamaha tutakuwa na hatua ambazo zitachukuliwa na serikali na hawa viongozi ya kuonyesha kwamba kweli wametubu na kweli wameomba msamaha. Ikiwa kutakuwa na some activities that will follow that apology ambazo zinaonyesha goodwill, ambazo zinaonyesha mshikamano ya kwamba hawa vijana watakuwa embraced na wasikizwe, na hata hiyo compensation nafikiri kama msamaha wa kweli pia unaenda hapo. Unafika sehemu ile. Nafikiri hata wanaweza kujua vile wanaweza compensate, maybe through counseling, and maybe wale ambao walipoteza vitu fulani au watoto wengine walikuwa wa familia za maskini, na huyo ndio mtoto alikuwa amesoma peke yake amefika chuo kikuu. Wewe kama ni mzazi unajua bwana mtoto wako umempeleka amefika chuo kikuu na labda ameangamia, na hata hawa watu wengine vijana hawa hata wengine labda waliangamia, sio tu kwamba mtu ilitarajiwa kwamba watakufa siku ile, lakini accidents are there. Katika kukosa kuwajibika, maybe the police officers were a bit overboard na wakaenda kidogo kinyume na maadili. Unajua tukizungumzia swala la vijana, kanisa, nyinyi kama kanisa na nyinyi kama viongozi wa kanisa, inasemekana kwamba kuna mwanya mkubwa sana kati ya uongozi wa kanisa na vijana, kwamba nyinyi hamna wakati na vijana, kwamba mtawasaidia pia wawe viongozi wa kesho wa kanisa, kwamba you've neglected them, kwamba you only focus on pengine kwa wale adults alone. Ndilo jambo ambalo wanasema kwamba linachangia vijana wengi sana hawana haja na kanisa. Sitaki tuchukue msimamo wa watu kutokuwa na haja na kanisa. Mimi haja ya kuja kanisani. Tunajua tunafahamu, sio vijana wote hawaji kanisani. Tuko na vijana wengi makanisani, wengi sana. Hata mimi ukikuja tu kanisani Jumapili nitakuhesabia vijana zaidi ya 50 wako pale, na tuna vipindi vya kuwafunza, kuwaelekeza, kuwasikiza. Niko na teen ministry, niko na youth ministry, nimeweka walimu ambao wanawafunza maadili, wanawasikiza. Kama kuna jambo ambalo linapita viwango vyao, wanalirejesha kwetu kama linanipita, kwa sababu unajua you can't have all knowledge. Kuna watu experts in certain areas. Kukiwa na jambo ambalo hata linanishinda mimi, I'll bring an expert on board. Nilete mtu kama facilitator aweze kuwafundisha na kuwaongoza ili waweze kuelewa. Lakini pia nataka niseme hivi, kama makanisa ni kweli, unajua our age na age ya vijana yetu kidogo ni mbali kidogo in terms of our experiences. Sisi ni watu wa siku za the late Daniel Toroitich Arap Moi. Tulikunywa maziwa ya Nyayo. Tulisikia patriotism was very high at that point. Hata ungeongea kitu chochote hata kinyume na serikali, na si kwamba hata kulikuwa hata na mambo ya kuongea, yani we were conditioned kujua tu injini yetu rais ni Moi na kuna mambo mengine. Lakini sasa watu wamesoma, watu wameweza kupitia experiences mbalimbali, wameona dhuluma zingine zipo, hautawazuia kuongea. Even in my house, maybe my own children can put me to task. Wanakuambia daddy hapana. Yeah, iwezekane daddy. Lakini siku zile sisi ungeongelesha mzazi ungepigwa kofi. Lakini siku hizi pia nawasikiza, naambia nini shida ilikuwa nini. Basi. Kwa hivyo sasa tupeane nafasi kwa vijana
wanaposhiriki mambo fulani hata kanisani, tuwasikize, tuwaongoze, tuwaelewe. Nyakati zetu sio nyakati za sasa. Mambo imebadilika kidogo katika. Unajua Reverend, ninasema hivyo kwa sababu pia mimi nina mfano. Kwangu mimi. Kuna wakati nilikuwa naishi kule Thika. Nafikiri mwaka 2010 2011. Na nikaingia katika kanisa moja. I was in campus by then. Wakati ambapo niliingia kule, mimi ni mwanafunzi. Nataka kuwa katika kanisa. Lakini nikiingia kule wananiambia kwamba lazima nifanye mambo mengine. Registration, kuna vitabu nafaa ninunue, mambo mengi sana. Na nikiangalia ni pesa. Na wewe ndio ilifanya mimi nikatoroka. Sina chochote. Chakula. Hata umekuja pale like you know that is your last hope. Unafikiria nikifika pale labda watashiriki neno la. Lakini wameniwekea masharti. Before you become a member of this church, lazima ufanye mambo fulani na ni pesa. Na ni pesa. Mimi nikagura, nikaenda kabisa. Nikasema kwamba siwezi. Kuna vijana wengi wanahisi pengine wakati mwingine kanisani pia you want them to do things that they cannot do. It is true, hilo siwezi kupigana. Na hiyo ndio imefanya hata sisi katika uongozi wa kanisa tumeweka tunaleta mabadiliko fulani. Kwa mfano, kijana kwanza bado hako shule anasoma. Vijana wengine amemaliza kusoma hana ajira. Ukimwambia unatakana utoe pesa fulani ama ununue vitabu fulani ama ufanye jambo fulani na unajua hana uwezo, unajua utakuwa kwanza unamdhalilisha huyo kijana. Pili, utakuwa humpi nafasi hata ya kusikiza neno ambalo amekuja kushiriki, labda ndio tumaini lake. Kwa hivyo kama uongozi ni ukweli kwamba our focus is going materialistic. Yani ni kama tunataka kuangalia una nini, unaweza kutoa kiasi gani, wewe ni mtu wa kiwango gani. I think vitu kama hizo asitakani kuwa kwa kanisa la Bwana. Tunatakana tuhudumie watu wa Mungu kama watu wa Mungu. Na katika kanisa kuna watu wa tabaka mbalimbali. Kuna watu wa viwango vya chini, kuna watu wa viwango vya juu. Na unajua hata katika neno la Mungu ukisoma Korintho wa pili 9:7 kuendelea, Paulo anaambia kanisa jinsi watu wanatakana watoe, wapeane matoleo. Anasema toa kulingana na uwezo wako. Toa kwa moyo wa furaha. Toa kwa kujitoa wewe mwenyewe, willingly. Anamaanisha nini? Wewe kama mshahara wako ni shilingi 2,000. Mshahara wangu ni shilingi 2,000,000. Hatuwezi kutoa nini sadaka ya, hatuwezi kutoa fungu la 10 lenye linafanana. Lakini katika kiwango chako cha 2,000, katika kiwango cha mtu wa shilingi 200, katika kiwango cha mtu wa 2,000,000, wote watoe kulingana na nini? Uwezo wao. Sasa kama huyu kijana hana uwezo, unamwambia nunue kitabu cha shilingi 3,000, anatoa wapi? Kijana huyu ndio mwenyewe amesoma peke yake kwa hiyo jamii. Wazazi wameuza kila kitu, wakamfikisha mahali amefika, hajapata kazi bado. So utakuwa unadhalilisha hata wazazi, kwa sababu kijana atarudi nyumbani anambia wazazi, mchungaji alisema ninunue kitabu cha shilingi 3,000. Sasa hata mzazi anashangaa, na mchungaji anajua tu hali yetu, hata anajua juzi vile tumekula, kweli 3,000 tutatoa wapi? So ni ukweli kama tuna a sense of materialism ambayo imeingia katika uongozi wa kanisa na wahubiri, maaskofu, makasisi. Nataka ni waombe waelewe viwango vya watu kanisani, waelewe tabaka za watu kanisani, na wahudumie watu wa Mungu kama watu wa Mungu, kwa sababu watu wengine wanakuja pale kanisani kutafuta tumaini. Hata anataka tu afike pale hilo neno limuguze, aweze kupata amani, arejee nyumbani, aweze kubarikiwa. Ukifika pale tena umwambie, "Vile mmeingia hapa leo kila mtu atoe 10,000." Huyo mtu utakuwa umeua roho yake, umeua nafsi yake. Wewe umekuepo kwa zaidi ya miaka 17 ukihubiri neno la Mungu. Unahisi pengine kuna viongozi wa kanisa ambao wanahitaji pia mafunzo? Kabisa. Kuna hitaji kubwa sana. There is a great need for ministers of the gospel to be equipped with the requisite knowledge. Wanatakikana wa mafunzo, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunaviona ndugu, hata wewe unavijua. Unaona mtumishi wa Mungu anaamrisha mtu kufanya kitu fulani ambacho hata wewe ukiangalia kibiblia, ukiangalia kimaadili hakiko sawa. Watu wameanzisha makanisa ama mifumo fulani makanisani ambayo hayaenende na neno la Mungu. Ukiambia mtu kwa mfano ya kwamba anatakana atoe shilingi 1,100 ndio akue kwa ibada, wewe ukienda kwa Biblia
mstari gani wa Biblia ambao unataja mambo kama yale. Unaona hapo ni kukosa hekima na kukosa ufahamu. Unapata kuna mtu anasema usipotoa shilingi 1500 siwezi kukuombea. Wewe unajua Yesu bila alikuwa anahudumia watu. Hata mimi sikumbuki wakati Yesu aliitisha kitu apewe. Na mimi huwa nafikiria wewe fanya huduma yako, ombea huyu mtu, akipona, akibarikiwa, akiinuliwa, atakuwa tu yeye na moyo wa shukrani. Unajua my brother, if I've prayed for you for a need, ulitaka like kazi, nimekuombea na umebarikiwa ukapata hiyo kazi. Si wewe mwenyewe unaweza kukaa mahali useme huyo mhubiri aliniombea, common sense, akaniwezesha nikapata kazi bwana. Hii pesa si kuli peke yangu, acha nimpelekee kasukari. I think for me that is a better offering kwa mtu ambaye umehudumia. Than nilikwambia ndugu utaka kazi nipe 10,000 ndio nikuombee. I think in fact that is what is happening in churches. Yes. Sasa ndio tunaambia tunaambia jamii na tunaambia washirika wetu ya kwamba ukiona kanisa ambalo unaenda mafunzo fulani hayaenendi vizuri, hayafanani na maandiko ya Biblia. Unajua sisi our constitution is the Bible. Sisi mahali tunapata maadili kama kanisa la jamii ni kwa Biblia. Ukiona kuna jambo mhubiri analitaja na hujawahi kuliona mahali popote kanisani, you should reject that. You should reject that. Hata Paulo anasema if anyone builds on other foundation other than the one that was laid by Christ, reject them. Anatuambia hivyo. So ukiona mafundisho fulani ambayo yanakaa potovu, mafundisho ambayo hayaenendi na na utakatifu ama cults, unasikia mtu anaambia mtu kunywa Coca-Cola 10 upone. Ukifikiria is that scriptural knowledge? Kuna vitu vingine ambavyo mimi ukiniuliza na kuna wale waumini ama washirika ambao wanaamini sana. Hata pia wanahitaji mafunzo. Sasa unajua but now who will teach them? Hayo hata si mambo ya kutushangaza. Unajua ukisoma 2 Timothy chapter 3 wanasema in the last days watu watajitafutia walimu, watataka kusikia mambo ambayo wanapenda kusikia. Unajua kuna watu wanapenda vitu vya haraka, they want shortcuts in life. Ukiambia mtu enda ulime shamba, upande mahindi, uweke mbolea, upalilie, ungoje iweze kufikia wakati wa kuvuna, uvune, utengeneze, uuze, upate hela, hataki. Anataka umwambie pokea milioni 1, upokee kutoka wapi? Even this money is printed. Does money come from heaven? It's printed. Kama utafanya kazi kama utafanya kazi, in fact let me tell you, there is a great need. Kuna hitaji kubwa sana la kufundisha hata jamii waweze pia even to put this spiritual leaders accountable. Yani wawe wanaweza kusema hili jambo si nzuri kanisani, mbona tumeambiwa tufanye kitu kama hii ndio tuweze kufikia mahali fulani. So there is need kwa watu kufunzwa neno la Mungu. Na watu wanapenda vitu vya haraka. Hata sasa hivi nikifungua hapa kanisa hapa nje nasema kunywa maziwa na upate milioni 200. In fact my church will fill up in the next 1 hour. Watu watakuwa wamejaa. Reverend, the gospel of prosperity has become so common. Yes. Yeah, kwamba unaniambia mimi Felix kwamba wewe utapata ndege. Na utapata ndege. Baada ya muda fulani wewe utakuwa na fedha. This gospel of prosperity. Siwezi kusema ati the gospel of prosperity. I think people have also branded it wrongly. You know, John says, I wish that as you prosper spiritually, you also prosper materially. Prosperity is not a sin. It's not even a demon. Watu wa Mungu lazima wabarikiwe. Imeandikwa kwamba in Proverbs 3:33 ya kwamba the house of the righteous shall be blessed. Nyumba ya wenye haki itafanya nini? Lazima ibarikiwe. Na Mungu anasema ya kwamba in Deuteronomy 28 anasema ikiwa mtatii na mfuate amri zangu nitawabariki na hizi vitu. Na anatangaza baraka nyingi, mtabarikiwa mjini, vijijini, mtabarikiwa mondokapo, mwingiapo. Baraka na ufanisi si dhambi. Hata sisi hatutakani kuhubiria watu umaskini bwana. Hata wewe kuja kanisa yangu nakwambia nataka uvae slippers ya red na blue. That will be a very funny church. In fact that will be a cult. Tunaombea watu wa Mungu waweze kufanana kama Mungu. Lakini Reverend wewe Psalms 24 verse 1 inasema vitu vyote na mali yote iliyo ulimwenguni ni za Bwana. Na Mungu ndiye hupeana hizi vitu.
Na Mungu ahadi moja ambayo Mungu amepatia watu wake ni kwamba nitawabariki, nitawainua, nitawatenda mema. Sasa sisi kama wahubiri tutahubiria watu good health, tutahubiria watu kubarikiwa. Hatutaki wakae kwa nyumba ya nyasi milele. Nataka tuone wamejenga nyumba mzuri kama watu wengine, pia nao wameweza kuinuka, na tunataka tu kuinua kiwango cha imani, waweze kutoka kwa dhana ambayo hawawezi waingie kwa dhana ya kujiweza. Lakini unapoongelea juu ya prosperity, I know the context. I know the context. Like you arrive in my church this morning and I tell you ninaona una milioni 50. You know sometimes mimi siwezi kujua, I've told you mimi siwezi kujua kama ni Mungu huwa amekuwa amenena na huyo mtu ndiye akakwambia kama mchungaji, ama yeye mwenyewe huwa anawaza. Sasa kama ni mawazo ya mwanadamu, hilo ni jambo ambalo si sawa. Na hata kibiblia, I know God will call them to accountability at some point. Lakini kuhubiria watu wabarikiwe, my brother Felix, wewe unatakana nikuone ukifanya hapa West. Miaka 10 sitakani nikutane na wewe jinsi nilikupata bwana. Nataka nikupate umejenga nyumba bwana. Umebarikiwa, umenunua gari. Nikikuhubiria utabarikiwa. Wewe sema amen. Wewe ubarikiwe. Lakini sio ati ninakuambia ninakupa milioni 100 leo. Hapana, hiyo mimi Mungu hajaniambia kwa sasa. Niketi hapa. Lakini my brother, nataka wakati unakaa uweponi wa Mungu. Lakini wakati ambapo unaniambia hayo yote pia unanieleza kwamba niende nifanye kazi, sio kuketi. Exactly. Hiyo ni tayari nishakwambia bwana. Mimi, if you come to my church, one of the things I tell people is that there is time for everything. Hata kwa nawaambia usiombe wakati wako unaenda kazi. You are on duty. If you are on duty 8 to 5, go and work fast. Then pray from 5. You cannot, uwezi kuacha kazi useme leo mimi ninaomba tu, nina mwito tu wa kuomba. Ni vizuri kuomba, yes, lakini wewe pia ni afisa wa serikali. Wewe pia ni mtumishi wa umma. Kama wewe ni daktari for example na umeokoka huko kanisa langu na watu wamepanga laini pale wanataka watibiwe, wewe umeenda umejifungia mahali hadi huko naomba, hao watu wakikufa, si unajua wewe ndio unabeba msalaba, wewe ndio unabeba huo msalaba. So wewe enda ufanye jukumu lako from 8 to 5, fanya kazi, kuja uombe. There is time for everything. Na watu wafundishwe kwamba every good thing comes from the Lord, but it also takes effort and hard work. Kazi bwana, tufunze watu kulima, tufunze watu kutafuta kibarua, tufunze watu kushikana vikundi like those CBOs, washikane vikundi, wachangiane pesa, waanzishe miradi na wafanye kazi wakiomba. The Bible says, I shall bless the work of your hands. Mungu habariki tu, anabariki kazi ya mikono yako. So if you are not working, unataka ubarikiwe namna gani? We must tell people the truth. And the reality is we must put in some effort to get to where we want to be. So maybe that's my understanding of the prosperity gospel. Kuna makanisa ambayo yanatoa huduma za kijamii kama vile elimu, huduma ya afya. Lakini ukizungumza na wengine wanasema kwamba mbona nyinyi kama kanisa mkitoa huduma kama hii mlipisha watu? Ni biashara. Wala msisaidie. You're a church. Just help. That is hiyo ni dhana potofu. Kwamba ati kanisa inapoanzisha shule tuseme ya have a high school, a private school, ama nimeanzisha hospitali na unakuja pale na kutoza ada kwa ajili ya matibabu yako, ama mtoto wako namuuliza aweze kulipia karo. I don't think kwamba hilo ni jambo ambalo ni baya, kwa sababu even that institution ambayo umeanzisha ama hiyo hospitali ina wafanyikazi, wale wanakuhudumia, wale wanalipwa. Stima iko pale inalipwa, maji pale inalipwa, vyombo vile vimenunuliwa. To sustain that institution you need to have operating capital, and it also needs to be maintained. Sio tu kwamba uliweka hospitali na ikaanza, itakana iwe maintained, hata ikue kwa viwango. Sasa itakuwaje? Itakuwa kwa wewe pia kuchangia kidogo katika kusimamisha ule mradi. Na mimi kama nimeanzisha private school, nitakuitisha karo, huenda nisiitishe kama ile serikali inaitisha, ama huenda nisiitishe ile ya kufanya kama ninafanya biashara. Lakini nitaitisha ili walimu wenye nimeweka pale waweze kulipwa, na ndio pia waweze kuhudumia mtoto wako vizuri, na ndio mtoto wako pia aweze kufanya vizuri. Katika hospitali utatoa hayo, utalipa hiyo ada, kwa sababu pia
ni sehemu ya kusimamisha kutuwezesha kuendeleza huo mradi ili mtu mwingine naye akuje nini afaidike. Na pia tunafunza watu wajue kwamba hakuna vitu vya bure. Unajua hiyo ndio cult ambayo imeanza kuingia. Watu wanafikiria ukiwa kanisa then lazima upeane kila kitu kwa bure. Hata kanisani penye sisi tunahubiri, hiyo kanisa zinalipwa, stima inalipwa. Pesa inatoka wapi ya kulipa stima? Haitoki mbinguni. Inatoka kwa matoleo ya washirika. Vyombo ikiharibika na nini nanunua zile fedha ambazo kanisa imetoa kama offerings and tithes. Haya, tunaweza kuwa na missions. Tunaenda mahali kuhudumu. Si tutahitaji mafuta kwa gari. Utakalia gari na lenyewe liende bila mafuta. Haya, tuko na interactional activities na community. Tuko na matanga, tuko na harusi, tuko na nini, lazima tusimame pamoja ili tujengane. Mimi sidhani kwamba hizo ni biashara. Na hata ukiangalia sometimes, ukienda some of those private hospitals and private schools ambazo ziko owned na makanisa, unapata huduma hapo hata ni nzuri. Madawa zipo, walimu wapo, kuna maadili. Hata mtoto wako akiingia pale anafunzwa vizuri msingi wa Kikristo, maadili yapo. So unapata there are a lot of benefits. The benefits outweigh zile demerits zenye watu wanataka. Reverend kula ambako na hudumu. Yes. Yenye mnasaidia kivipi jamii? Sisi kitu cha kwanza ambacho tunafanya kusaidia jamii, tuna visitations, home visitations. Kama sisi wanaume tunapanga siku fulani tunakutembelea wewe Felix. Ile siku tunakutembelea, tunataka tukuje tuone jamii yako, na pia katika kukutembelea you know kuna vitu realities utaziona. Unaweza kuona boma vile limited to church members. No, I'm coming to that. But you know there are all those people also in the communities. They don't live in church. They live in the society. So tutakuja pale tutoe kitu kidogo kutoka kwa kila mzee, tuweke pamoja tuseme asante. Hicho kitu ambacho tunakupa kama ni 10,000. Hiyo 10,000 unaweza nunua mbuzi. Hiyo 10,000 unaweza kulease shamba. Hiyo 10,000 unaweza kuanzisha kiosk. That's a church? Yes, that's a church. Yeah. So huyo mwanamume mwenyewe akiwa na akili tukishakuja na tumempa kitu kama asikule bwana, invest. Ili kesho tukikuja tumpata amesonga hatua. Hiyo mbuzi. Kuna wale wanadhana kwamba kanisa ni kupokea tu. Hapana. Hiyo sasa that's news. Unajua sasa you know the Dead Sea. Yes. They said the Dead Sea is the most salty place on earth. Why? Because it only receives. It does not mwelekezi wangu ananiambia kwamba muda maliza. The Dead Sea receives but it doesn't give out. That's why it's very salty. Sasa wewe ukikuwa tu mtu wa kupokea, hata Biblia inasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Si hata wenyewe wamekashikwa, wako kinyume na neno la Mungu. We must learn to give. It is in giving penye unabarikiwa na kuinuliwa. Na sidhani kama hiyo ni dhambi kutoa. Na usizoee tu ati wewe ndio wa kupokea, na yule mwenye anakupatia naye anatoa. Jambo lako la mwisho tukimaliza. Jambo la mwisho tu ni kwamba mimi kwa sababu tumeongelea masuala ya uongozi na kanisa. Nataka niseme hivi, kanisa lina wajibu wa kuweza kushauri uongozi uliopo. Viongozi ambao wapo wasikilize ushauri wa wachungaji, wa viongozi wa makanisa. Ikiwa huo uongozi pia unaambatana na neno la Mungu na ni sawa, haswa katika kuwajibika kwa wananchi, watumikia wananchi vyema na kutenda mapenzi ya Mungu. Na makanisa nayo ipeane nafasi nzuri kwa vijana. Tukae karibu na vijana. Vijana wanahitaji kuongozwa kwa karibu, kufundishwa na kuwezeshwa kuweza kustahimili changamoto ambazo zipo sasa ili waweze kusimama na waweze kubarikiwa. Pengine kuna yule ambaye anataka sana kuonana na wewe. Unaweza kupata wapi? Mimi kama unataka kuonana na mimi ninapatikana kwa Word of Faith Bethesda Church pale Dina Junction, na namba yangu ya simu ni 0712532418. Pia ninapatikana kwa shule ya upili ya Muji Secondary School iko Bungoma East. Nina hudumu huko kama naibu wa mwalimu mkuu, deputy principal. So ukiingia pale tu useme deputy principal, so watakuleta kwa ofisi yangu. Naweza kushauriana hata zaidi. Hata wewe Felix unakaribishwa. Nitakuja. Asante sana. Na asante sana Reverend Salim Wanyama, mwenyekiti wa muungano wa wachungaji Webuye Magharibi na Mashariki, na pia naibu wa mwalimu mkuu shule ya upili ya Muji. Asante sana Reverend. Nafikiri kwamba siku nyingine nitakutafuta. Tutazungumza
zaidi. Amen. Karibu sana na asante pia kwa wakati huu. Na mtazamaji, ni dakika 3 hizo baada ya saa 3 za asubuhi hapa kwenye West TV Staftahi. Naomba tukome hapo kwa sasa, lakini baada ya muda usoko mrefu The Scoop naye Kitui. Asante sana mtazamaji. Mwelekezo wangu amekuwa ni Kelvin Kibet. Mimi nafahamika kama Felix Okubasu.